Hawa kuku wa kienyeji inaendelea na inaenda vizuri sana, na kama ndio mara ya kwanza unaangalia hii video, tulinunua kuku kama 30 hivi wa kienyeji. Lengo letu ni kuwafanya wawe breeders kwa ajili ya kutaga vizuri, ili tuweze kuzalisha kuku wa kienyeji wengi. Na hatua ya kwanza kabisa ambayo tupo nayo sasa hivi ni tunawaatamisha hawa kuku. Sasa kuna changamoto nyingi sana tunakutana nazo, na huwa tunajaribu kuzisolve hapa na tunawaletea hapa YouTube. Moja ya changamoto ambayo tumekutana nayo kwa hawa kuku ambayo tumeweza kuitatua, na najua wafugaji wengi sana mnakutana na hii changamoto, ni kuku wawili. Unakuta kuku wawili wanakuwa wanalalia mayai pamoja, na wanakuwa wanavuruga mayai, muda mwingine wanavunja, yani labda walikuwa wanataga pamoja. Sasa baadaye utakuta wanakuwa wanalalia hilo eneo moja. Kwa mfano humu ndani utakuta, kwa mfano hiki hapa ndio kiota chako. Kama hivi hapa kuna huyu kuku hapa analalia kuku mmoja, lakini kuna maeneo mengine unakuta wanalalia kuku wawili. Ngoja, kuna video hapa nitawaonyesha, na nitakuja niwaonyeshe jinsi ambavyo tumeweza kutatua hilo tatizo. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo tumefanikiwa kuitatua vizuri kabisa, na ambayo ninakwenda kukueleza leo hii utafanyeje ukikutana na hiyo changamoto. Lakini pia changamoto inayofanana na hii kabisa, unakuta kwa mfano huyu kuku hapa anataga, na ilitokea kwa huyu kuku anatamia. Kuna kuku wengine wanakuwa wanakuja na wenyewe wanaendelea kuongeza mayai hapa. Anakuja anamsogeza huyu pembeni kidogo, anataga yai, anaondoka. Hasa na hiyo na yenyewe changamoto ambayo nitakwenda kuambia kwenye video hii ni namna gani ambavyo tumeweza kuitatua. Lakini pia kitu kingine cha muhimu kabisa na kukumbusha, kama hujajiunga na kundi letu la mafunzo, unaweza ukajiunga. Ada yake ni shilingi 8,000 na utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi 2. Lakini pia ukihitaji kitabu, kwa mfano kitabu ambacho kinakuelekeza ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tunacho. Tutakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp kama utahitaji kukipata. Lakini pia kitabu cha tiba za asili, jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza tiba za asili ili kuweza kuwatibia kuku wako, pia tunacho. Kitakusaidia sana. Kijumla tunavyo vitabu 5 ambavyo ni vya miongozo, lakini pia na vingine vya kutengeneza tiba za asili, kutengeneza vyakula. Kitabu ni 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Tuanze na changamoto ya kwanza kabisa ambayo ilijitokeza eneo hili. Unaona hapa kuku walikuwa wanaatamia wawili. Kuku huyu hapa na kuku huyu hapa, wote walikuwa wanaatamia hili eneo moja, na walikuwa wanapigana sana. Mmoja anavuta mayai huku, mwingine anavuta mayai kule. Kwa hiyo namna ambavyo tumetatua hii changamoto ni kama unavyoona hapa. Tumetenganisha mayai, lakini pia kama unavyoona eneo hilo hilo, yani usije ukatenganishia mbali. Huyu hapa tumemwachia mayai yake, lakini huyu tukamsogezea hapa, tukamwekea mayai mengine. Kwa namna yote ile hawawezi wakayasogeza mayai haya yakawa sehemu moja, kwa sababu kama unavyoona ili kopo lina ukingo kabisa. Kwa hiyo mayai huyu kuku hawezi akayatoa hapa akayasogeza pale. Kwa hiyo tokea tumewawekea hivi, huyu anatamia mayai yake na yule pale anatamia mayai yake, japo mara ya kwanza wote walikuwa wanang'ang'ania kuatamia eneo moja ambalo ni hili hapa. Kwa hiyo suluhisho ambayo unaweza ukaifanya, lile eneo ambao kuku wote wawili wanang'ang'ania kulalia pale, unasogeza hapo hapo kopo au unatenganisha. Kwa hiyo kuku mmoja utaona analalia, unatenganisha mayai. Kwa hiyo kila kuku atakuwa analalia mayai yake. Na kama ikitokea labda umetenganisha mayai, ukakuta kuku mmoja yule anayaacha mayai mengine, anaenda kung'ang'ania yale mayai mengine, basi utakachokifanya utamhamisha yule kuku mwingine, utamweka hilo eneo lingine.
mwingine. Ila kwa kawaida kabisa ukishaweka hivi, yule kuku ambaye ameenda pale au yule kuku mnyonge atachagua sehemu ya pembeni ambayo ni sehemu yake. Kwa hiyo kila kuku atakuwa na lalia mayai yake yeye mwenyewe. Tukirudi kwenye changamoto namba 2, huyu kuku alikuwa anataga. Kuku wengine wanakuja wanataga hapo hapo. Kwa hiyo tulichofanya tumetenganisha, tukaweka hili jiwe, na pale ndipo ambapo kuku ambaye walikuwa wanang'ang'ania kutaga hapa amehamia, anakuwa anataga pale, umeona. Na yule mayai huaga tunamuondolea, kila akitaga tunatoa mayai. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo hamna yai hata moja, umeona. Lakini tunaachaga hapo, kuna muda tutakuja tutaweka yai moja ili akija kutaga atage hapo. Kwa hiyo tokea hapo huyu kuku haongezi hapa mayai, umeona. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya, kuliko kila siku kwenda kumnyanyua huyu kuku unatoa yai, na kwa haipendezi. Ila nawashauri sana, hizi changamoto unaweza ukazikwepa kama utaweka viota maeneo ambayo yamejificha sana. Yaani inatakiwa uweke viota eneo ambalo unaona kabisa limefichama, sio eneo la wazi, na uweke maeneo yawe mengi ili wasije wakawa nang'ang'aniana. Kwa mfano kuku wanapenda hapa, lakini unaweza ukaona huko kuna viota vingi, lakini wao wanapenda sana ili eneo la kwenye kona. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tumetatua hizi changamoto. Kama unayo, unaweza kuitatua kwa mfumo huu. Asanteni na kwaherini.